mkuu wa shirika la She Rises. Kama mlivyotangulia kuelezewa, hivi sasa tunaelekea katika kipindi cha uchaguzi, na kile tunakiona ni kwamba hali ya usalama inazidi kudorora, haswa na hususan kwa wanawake, kwa sababu kama shirika tumeweza kunukuu visa vya wanawake kupotea katika muda wa mwezi Machi hadi sasa April, visa 13. Na hivi visa ni vya watoto wa kike ambao wameweza kupotea kwa njia tatanishi, wengine wanapatikana na wengine wanapatikana wakiwa wamefariki. Vile vile pia She Rises tumeweza kunukuu the trending norm katika social media, ambapo wanawake wameanza kutumika vibaya kisiasa na kurushiana maneno machafu na kutukanana katika mitandao. Hili ni jambo ambalo tunajua kuwa litaweza kuendelea hadi wakati wa kampeni ukianza, na watu wataanza kuletana mtafaruku na mgawanyiko katika jamii. Vile vile pia tunajua kwamba hivi sasa kuna magengi yamezidi kuchipuka. Juzi tumeweza kupatiwa nakili na Murkomen akisema kwamba kuna idadi imeongezeka ya magengi ya kihalifu. Katika yale magengi tunafahamu kwamba pia kuna magengi ya wanawake ambao pia wanatumika na wanaume kufanya uhalifu. Kwa hivyo hili ni jambo tunajua kwamba kila inapofika ama inapokaribia kipindi cha uchaguzi huwa kuna political affiliation kwa njia moja au nyingine, na the unfortunate thing ni kwamba wenye kutumika zaidi ni wanawake. Kwa hivyo wito wangu kwa wanawake ni kwamba tusitumike vibaya na wanasiasa, tusitumike vibaya na viongozi, na tujaribu kujilinda, kwa sababu mwanamke katika jamii ni kiungo muhimu sana. Vile vile pia tuwe waangalifu katika haya masuala ya kulea watoto wetu. Hivi sasa tunakwenda vibaya kwa sababu watoto wanapotea kwa njia tatanishi, lakini sisi kama wazazi tuwajibike na tuweze kuembrace dini, mila na desturi ili tuweze kulea watoto wetu katika maadili yanayofaa.